Bila shaka hujambo mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaitazama channel hii. Je, umesubscribe? Basi kama hujasubscribe hakikisha unagusa alama ya kengele ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa channel hii ya Biomedia, channel ambayo inakusogezea habari za michezo na burudani bila kusahau habari za kijamii. Mapya yaibuka, dabi ya Simba na Yanga, bodi ya ligi yataja tarehe ya mechi kurudiwa. Yanga isipoleta timu uwanjani itakatwa pointi 3. Undani wa taarifa hii, ungana nami Official Rosdi, itakuwa inapendeza zaidi. Nikukumbushe kwamba dabi ya Kariakoo ilikuwa inatarajiwa kuchezwa tarehe 9, lakini mchezo huu haukuweza kuchezwa na kupelekea hasira lakini pia hasara kwa wapenzi wa soka ambao wengi wameonekana kusafiri kutoka mikoa mbalimbali na kufika katika jiji la Dar es Salaam ambako ndiko mchezo huu ulikuwa unapigwa hapo hiyo siku ya tarehe 9. Hivyo kupelekea hasara kwa baadhi ya wapenzi wa soka ambao walisafiri na kufika jijini Dar es Salaam, lakini pia kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao tayari walikuwa wamefanya maandalizi. Kama ilivyo kawaida, dabi huwa inakuwa na maandalizi kwa wale wenzetu wafanya biashara. Kwa mambo yalikuwa ni mengi sana mjini, kama ambavyo tunaelewa dabi ikairishwa inakuwa kuaje. Lakini sababu kubwa sana ambayo ilipelekea dabi ya Kariakoo siku ya tarehe 9 kughairishwa ni kile kinachotajwa kwamba Simba Sports Club alitaka kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini timu ya wananchi ikazuia basi la Simba Sports Club kuingia katika uwanja ule na kufanya mazoezi yao ya mwisho baada ama kabla ya kuingia kwenye mchezo ambao ulikuwa unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 9. Hivyo hiyo ndio sababu maalum kubwa ambayo imetajwa na Simba Sports Club kushindwa kuleta timu uwanjani na kughairishwa mchezo ule na bodi ya ligi. Sasa kwa mara nyingine tena bodi ya ligi imetaja tarehe ya mechi kurudiwa. Yanga isipoleta timu uwanjani itakatwa pointi 3. Kwa nini Yanga na sio Simba Sports Club? Hii ni kile ambacho kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Haji Manara anaonekana kuleta kauchochezi fulani hivi kwa Engineer Harris Saidi kwamba timu isipelekwe uwanjani, kwa sababu ni kama rais wa TFF Wallace Karia ana upendeleo fulani hivi kwa upande wa pili wenzetu Simba Sports Club, wakitaja ama wakirejelea mambo ambayo yaliwahi kutokea. Timu ya wananchi Dar es Salaam Young African ilikuwa na mchezo wa kimataifa ambayo walicheza nje ya taifa. So baada ya kurudi wakaomba mechi ambayo walitakiwa kucheza ya ligi kughairishwa kwa sababu kikweli wachezaji walikuwa wamechoka, lakini waligoma. Bodi ya ligi iligoma na Yanga akaambiwa acheze. Alicheza wakati huo mvua inanyesha, alicheza, lakini Mungu ni mwema, bado alishinda. Na wanarejelea matukio ambayo Simba Sports Club pia imeshawahi kucheza mchezo wa kimataifa, na baada ya kurejea nchini walikuwa na mechi ya ligi, lakini wao walivyoomba ile mechi ihairishwe kwa sababu wamechoka, wao walikubaliwa. Swali linakuja, je, kwani wao walipanda ndege ya mizigo ama vipi? Sisi hatujui. Sasa mapya yanakuwa yameibuka kwa wapenzi wa soka wakikumbusha yale ambayo yaliwahi kutokea kwamba ni kama kunako bodi ya ligi kuna kaupendeleo fulani hivi zidi ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young African. Vute ni kuvute inaendelea kutokea na Yanga akionekana kweli anakania kutokupeleka timu uwanjani siku ambayo tarehe itatajwa ya mchezo huo kurudiwa. Sasa bodi ya ligi imetoa tamko kwamba mechi itarudiwa na mechi hiyo itachezwa mwishoni mwa mwezi wa 4, na ole wa timu ambayo haitapeleka kikosi uwanjani, pointi 3 zitachukuliwa na kupelekwa kwa upande mwingine ambao utakuwa umepeleka timu uwanjani. Wacha nikusanue mtazamaji na mpenzi wa soka wa Biomedia kwamba mchezo ambao ulitarajiwa kuchezwa tarehe 9 na haukufanyika ni mchezo ambao una tija kubwa sana katika timu zote mbili, Simba pamoja na Yanga. Ni mchezo ambao
endapo Simba atashinda, basi inatupa taswira kwamba Simba anaweza akawa ni mshindi wa kombe la NBC Premier League kwa sababu atakuwa anaongoza pakubwa sana. Lakini pia ni mechi ambayo endapo Dar es Salaam Young African akashinda, inatupa taswira sisi wapenzi wa soka kwamba inaweza ikawa ni mwanga wa Dar es Salaam Young African kulichukua kombe la NBC Premier League. Na ndio maana yote haya inawezekana yanatokea. Lakini pia wacha ni kusanue kwamba kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, bodi ya ligi pia inakiona lakini pia inakisikia. Na kwa siku ya jana kunako tarehe 22 bodi ya ligi ilikaa kikao kuhusiana na sakata hili ambalo liko chini kwa chini. Lakini taarifa ambayo unatakiwa kuishi nayo mpaka wakati huu kama mwanafamilia wa Bayo Media ni kwamba bodi ya ligi imetoa tamko kwamba tarehe ya dabi itatajwa na ni lazima ichezwe mwishoni mwa mwezi wa 4, na wale wako kama hautapeleka timu uwanjani, basi pointi 3 zitachukuliwa alafu itapewa ile timu ambayo itakuwa imeleta timu uwanjani. Hicho ndicho ambacho kimejiri kunako sakata ambalo linaendelea kuhusiana na kughairishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young African ambayo ilitarajiwa kuchezwa tarehe 9 mwezi Machi 2025 lakini haikuchezwa. Sasa mapya yamebuka, hayo ndio ambayo nimekuhabarisha hapo siku ya leo. Mdau wa soka, mdau wa Simba, mdau wa Yanga, unalipi la kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kimetolewa ama kimetajwa na bodi ya ligi? Dondosha comment yako hapa, alafu next time tutakuja kuipitia vyema kabisa. Wewe unalipi la kuzungumza? Unalipi la kuiambia bodi ya ligi? Unalipi la kuambia Dar es Salaam Young African? Unalipi la kumwambia Simba Sports Club? Basi dondosha comment yako hapo. Next video tutakuwa tunapitia vyema kabisa. Nikukumbushe tulikuwa na official Rose Day. Hakikisha una subscribe, unagusa alama ya kengele ili kuendelea kuwa mwanafamilia mkubwa kabisa wa Bayo Media.